Na kwa takriban miaka 20, Eric Ominde alikuwa dereva mwaminifu aliyembeba na kumwendesha Raila Odinga katika baadhi ya nyakati muhimu zaidi za kisiasa nchini. Kutoka mitaa iliyofurika vitoza machozi hadi mikutano mikuu ya ushindi, macho ya Eric iliangaza barabarani, mikono kwenye usukani na moyo wake ukipiga sambamba na historia iliyojengeka. Mwanahabari wetu Zakari Nyakweba anasimulizi ya mwanamume huyu aliyeshuhudia uketo wa historia komavu ya hayati Raila Amolo Odinga. Kwa miaka 24, ulimwengu wa Eric Ominde ulizingira maisha ya marehemu waziri mkuu wa zamani Raila Odinga. Kuanzia mlio wa taratibu wa injini hadi milio mikali ya ving'ora katika misafara ya kisiasa, Ominde alikuwa mtu wa kudumu nyuma ya usukani, akipitia nyakati zilizounda sura ya kisiasa za Kenya. Tuko pamoja, tunatembea sambamba. Mwanaume huyo mwenye umri wa miaka 43 kutoka Miwani, eneo bunge la Muhoroni, kaunti ya Kisumu, alianza safari yake ya kuwa karibu na Raila Odinga kwa bahati tu. Nikatolewa Nakuru. Nilikuwa ananionanga kwa convoy. Yes. Akaniita kwa roads, akaniambia nataka ukae na mimi. Akaanza kunifundisha kazi yako. Wakati huo Raila Odinga alikuwa akihudumu kama waziri wa barabara na alikuwa mmoja wa viongozi mashuhuri katika serikali ya Rais Mwai Kibaki. Haikuchukua muda mrefu kabla ya Ominde kujikuta akiwa sehemu ya msafara mkubwa uliombeba waziri huyo akizunguka nchini kote. Kwa sababu ni mimi alikuwa ananitegemea. Kuna kazi nyingi sana tulikuwa tunafanya na yeye. Nyingi sana. To travel all over. Singebaki nyuma na gari zake. Ndege inaenda juu, mimi naenda chini. Rally yoyote. Tumekutana na tumekubaliana ya kwamba tutashikana na tutaendelea pamoja. Wakati Raila Odinga alipoteuliwa kuwa waziri mkuu wa Kenya mwaka 2008 chini ya serikali ya muungano, maafisa kadhaa walitaka kubadilisha dereva wake. Walikuwa nataka nitoe kwa sababu inafaa akuwe na presidential. Mzee aliruhusu nyuma, akaniangalia, huyu kijana nimetoka naye mbali, siwezi wacha. Akaambia Kibaki ni mdaura, nikaitwa tena nikarudishwa na nikakaa na yeye. Kwa Ominde, huenda siku isiyosaulika zaidi ni tarehe 30 Januari mwaka 2018. Maelfu ya Wakenya walikuwa wamekusanyika katika uwanja wa Uhuru kushuhudia Raila Odinga akiapishwa kama rais wa wananchi. Raila Amolo Odinga. Tuko jua kama tutarudi ama tutabaki. Lakini mzee aliniambia, Eri, kwa na nguvu, tutaenda na utadrive gari. Mimi ni drive gari. Nikatoka Uhuru, nikatoka Karen, nikaenda Uhuru Park, tukafanya chochote, tukamaliza, tukaanza mchezo yetu ya driver. Miaka 5 baadaye, mnamo Machi mwaka 2023, dereva huyo alijikuta tena akipenya katikati ya vurugu, safari hii katikati ya moshi wa vitoza machozi na maandamano ya kupinga serikali. Nilipenya naye, nikaingia naye City Hall wakati nilikuwa napigwa tear gas. Mzee alikuwa ananiambia usiogope. The late George bodyguard. Nikipigwa ananiambia, Eric, wewe ukifanya makosa sisi kimeangamizwa. Mzee ananimwagilia maji nyuma, ananisikilia na inaenda kwa barabara. Kama dereva wa Raila, Ominde alijikuta amejikita kabisa katika safari yenye msukosuko ya kisiasa ya kiongozi wa upinzani. Mimi watoto wangu wote nimesaliwa kama siku, mimi nakutanga tipo nimba. Ominde anasema mazungumzo ya mwisho yalitokea wakati Raila alikuwa nchini India alipokuwa akipokea matibabu na aliahidi kurejea hivi karibuni. Siku chache baadaye alipokea habari zilizomvunja moyo kabisa. Alinipigia simu saa 7 ya India. Kanipigia tukuongea vizuri. Kanieleza 1, 2, 3. Kauliza magari. Nikamwambia magari ziko sawa. Mafuta ziko sawa. Kaniambia
kuwa na bidii, kuwa na nguvu, nitakuja. Eric Ominde kwa sasa anafanya kazi kama mmoja wa madereva wa ikulu jijini Nairobi. Zakari Nyakweba, NTV, Nairobi. Asante sana Zakari kwa taarifa hiyo. Mtazamaji, unafahamika kuwa urafiki zaidi ya kazi. Nani aliye kando yako?